Naomba nianze kwanza kukushukuru wewe binafsi kwa namna ambavyo umetuendesha kwenye mjadala huu kwa muda wa siku mbili. Umekuwa mjadala wa tija sana kwetu kwenye sekta, lakini na kwa Watanzania. Watanzania wameona namna ambavyo waheshimiwa wabunge wanazungumza masuala yanayowahusu toka mzungumzaji wa kwanza hadi wa mwisho. Hakuna ajenda waliokuwa wanazungumza zaidi ya nishati kwa wananchi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika, na kwa hali ya kushangaza kabisa asubuhi nilivyoacha kukuona hapa nilijua hutaweza, nikakuona kwenye TV ukiwa Dar es Salaam. Wakati mpambe wa spika na kuingiza humu ndani nilitarajia atasema Mheshimiwa Naibu Spika au mwenyekiti. Nikaona anaita ni Mheshimiwa Spika mwenyewe. Mheshimiwa Spika, hii ni ishara kuwa unaipenda kazi yako na unapenda kuwahudumia Watanzania. Ulikuwa na sababu zote kabisa za kusema kuwa ulikuwa na majukumu mengine, una wasaidizi wengi wangefanya hiyo kazi, lakini umeamua kuwahi ili kuja kuhitimisha hoja hii. Kwa niaba ya wenzangu wizarani, Mheshimiwa Spika, tunakushukuru sana sana kwa heshima hiyo kubwa. Mheshimiwa Spika, niseme tu kwamba michango iliyotolewa na waheshimiwa wabunge imeonyesha ukubwa wa sekta hii, namna ilivyo muhimu katika maendeleo ya uchumi, maendeleo ya kijamii, na pia namna wananchi kupitia wawakilishi wao walivyo na kiu ya kuona huduma zinazotolewa katika wizara na taasisi zake, hususan upatikanaji wa nishati ya umeme, gesi pamoja na huduma nyinginezo zinawafikia kikamilifu na kutatua changamoto zinazowakabili. Kwa muktadha huo, nitumie fursa hii kusema kuwa serikali kupitia Wizara ya Nishati itahakikisha kuwa ushauri na maoni yote tuliyoyapata kutoka kwenye michango ya waheshimiwa wabunge yanafanywa kazi kwa haraka. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuishukuru sana kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kwa mchango wake kwenye hotuba yetu ya bajeti ya mwaka 2025-26, pamoja na waheshimiwa wabunge wote waliochangia katika hotuba hii kwa kauli na kwa maandishi. Tumeona waheshimiwa wabunge waliochangia kwa kusema jumla 49 wamechangia kwa kusema 42, na waheshimiwa wabunge 7 wamechangia kwa maandishi. Niendelee kusema kuwa michango yao yote walioitoa tutaizingatia. Tupo katika kujenga nyumba moja na hatuwezi kuendesha hii sekta peke yetu, tunahitajiana wote wakati wote, na mimi nataka nitoe ahadi hii mbele ya bunge lako tukufu kwamba yote waliosema waheshimiwa wabunge tutakwenda kuyafanyia kazi. Sasa baada ya maelezo ya utangulizi hayo, Mheshimiwa Spika, naomba sasa nitoe ufafanuzi wa hoja mbalimbali zilizotolewa na kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini pamoja na waheshimiwa wabunge wote waliochangia. Aidha, niseme kuwa hoja zote tutaziandalia majibu ya maandishi na kuziwasilisha kwenye ofisi yako kwa ajili ya rejea yako Mheshimiwa Spika. Hoja ya kwanza Mheshimiwa Spika, iliyozungumzwa kwa nguvu sana na waheshimiwa wabunge ni mradi wa LNG. Mheshimiwa Spika, mradi wa LNG umeanza kusemwa kwa muda mrefu na kila mmoja angetamani mradi ule ukamilike jana. Lakini Mheshimiwa Spika, mradi huu pamoja na kuanza muda mrefu, lazima tukubaliane kuwa lazima tujadiliane ili tupate kilicho bora. Tunatamani mradi huo uwepo, lakini majadiliano haya ni lazima yatupe tija. Mtakumbuka hapo nyuma Mheshimiwa Spika, serikali baada ya kukamilisha majadiliano awamu ya kwanza ilirudisha majadiliano hayo kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa ajili ya kupata maoni. Mheshimiwa Spika, baada ya kupita kwa mwanasheria mkuu wa serikali, ukweli ni kwamba kuna maeneo mengi ambayo yalikuwa yanahitaji kufanywa kazi zaidi ili kupata mkataba ulio mzuri zaidi. Mheshimiwa Spika, leo tunaweza tukasema kwamba mradi huo uanze, lakini nataka niseme kwamba mkataba ulio mzuri leo, kesho unaweza kuwa mkataba mbaya. Nchi hii ina historia ya kupita kwenye mikataba hiyo inayolalamikiwa. Tumejifunza mengi kwa safari toka tumeanza extractive kwenye nchi yetu. Yako mambo na maeneo kadhaa ambayo ni lazima yafanywe kazi kabla ya mkataba huo kusainiwa. Nachotaka kuhakikishia Mheshimiwa Spika kuwa serikali pamoja na wawekezaji, timu zinaendelea na majadiliano
ili kuondoa changamoto zilizopo ambazo zimebaki chache sana, na tunatarajia kuwa ndani ya mwaka huu 2025 kama tutakuwa tumemaliza mambo matatu yaliyosalia, ninataka nikuhakikishie kuwa Mheshimiwa Spika, mkataba huo utasainiwa na mradi huo uanze mara moja. Kwa hiyo wito wangu kwa waheshimiwa wabunge, naomba mtupe muda. Tunajua kuwa hili jambo linahitajika kwanza kwa uchumi wa nchi yetu, lakini kwa maendeleo ya watu wa mikoa ya kusini ambako gesi ipo. Mheshimiwa Spika, ingekuwa ajabu sana siku moja tuingie mkataba, tumekubaliana na mwekezaji, ndani ya mkataba ule mwekezaji au ameruhusiwa local content ya Tanzania isitumike. Hakuna mtu angetuelewa kwamba bima zote ambazo zinatakiwa kukava huu mradi zote zitoke nje ya nchi bila ushiriki wa Watanzania. Hakuna mtu ambaye angetuelewa kwamba tutachimba gesi lakini domestic gas, yani gesi ya matumizi ya ndani, iwe angalau 3%. Hakuna mtu angetuelewa. Kwa yako mambo mengi ya kiuchumi na ya kisheria ambayo tunayapitia, na jambo la kutia moyo Mheshimiwa Spika ni kwamba wawekezaji wetu hawa tumekubaliana mengi sana, yaliyobaki ni machache, na hivi ninavyozungumza timu zetu zipo Arusha zinaendelea na hayo majadiliano. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati ananiteua kuwa waziri wa nishati hii aliniambia angetamani sana kuona mradi huu unakamilika kabla hatujaenda kwenye uchaguzi. Nataka nirudie hilo. Mwenye kiu namba moja ya kuona mradi huu unakamilika ni yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wa Mtwara na wa Tanzania pamoja na watu wa Lindi, naomba tuwe na subira. Tunahitaji kilicho bora. Tusingefaa leo tupitishe mkataba, baada tu ya kupitisha mkataba tuanze kujitetea tena kwa miaka yote, maisha yote mpaka mkataba uishi. Tuna mikataba mingi mnaifahamu tuliyopitia ambayo ilikuwepo baada ya kuwa imefungwa, ina maisha ya miaka 20, huwezi kuivunja. Tumebaki kulalamikiana humu ndani, kuunda kamati na kadhalika, lakini mkataba upo. Makosa ambayo tuliwahi kuyafanya huko nyuma, nafikiri ni muda mwafaka sasa kuyarekebisha na kupata kilicho bora zaidi.